Kwa nini kuna uhitaji hasa ama kuna umuhimu zaidi hawa watoto wakapata hii elimu ya awali? Watoto chini ya miaka 5 hasa maeneo ya mijini wana kisukari. Kisukari ugonjwa. Tunajiuliza kwa nini hawa watoto chini ya miaka 5 wana kisukari. Tatizo linakuja ni nyumbani, malezi tunayowapa yanakuwa sio ya kuzingatia mahitaji ya msingi ya mtoto. Mtoto anaamka asubuhi, amelishwa, amekaa kwenye TV, anaangalia katuni, imefika saa 6, saa 4 amekunywa uji tena, amerudi kwenye katuni, amefika saa 10, amelala, ameamka, afya yake hatujaijali. Tunadhani tunamsaidia na tunampenda, lakini hatujampenda. Tunapomruhusu mtoto kwenda kwenye elimu ya awali, anakutana na wenzake, anajifunza michezo tofauti, anapata muda wa kucheza, mwili wake unaimarika. Kwa hiyo elimu ya awali ni sehemu sahihi sana ya mtoto kuwa na mwili mzuri na kuwa na afya nzuri, na kuacha kwa watoto wetu kuangalia katuni tu na kujifunza vitu ambavyo sio. Haya ambayo tumeyasikia kutoka kwa afisa ustawi yanafanyika na tunaupata sasa huo ustawi bora kabisa huyu mtoto. Tuliweza kusupport kikao cha wamiliki wa daycare center ambako tuliweza kwa kushirikiana na afisa ustawi wa mkoa tuliweza kuwapa tuseme kama rejea au kwa brush kwenye ile misingi au criteria ya namna uendeshaji wa hizi daycare center, lakini vile vile tuliweza kuwapa mafunzo ya elimu ya sayansi, malezi na makuzi ya mtoto kwenye hivi vituo. Lakini pamoja na hayo tumeweza kusupport baadhi ya vituo vya afya play materials au tuseme hivi vitendea kazi vya michezo kwa ajili ya watoto wanapoenda pale clinic au RCH waweze kupata hizi play materials au hizi matoys kwa ajili ya kucheza na kuchangamsha mwili. Kwa hiyo tuliweza kusupport hizi kwa vituo 13 katika wilaya ya Kongwa, Dodoma, Chamwino pamoja na Mpwapwa. Upande wa wamiliki wa daycare tunafahamu kwamba nyinyi ndio watekelezaji sasa wa kuhakikisha kwamba hii elimu inafika kwa watoto, kama ambavyo awali pia ulizungumza namna mnavyowapokea watoto na nini. Unafikiri wapi kuna hitaji maboresho zaidi katika kuhakikisha huyu mtoto sasa anaipata vyema na tunauona huu umuhimu wa hii elimu ya awali kwa huyu mtoto? Maboresho ambayo yangeweza kufanyika kwenu nyinyi kutoka kwenye mamlaka ama taratibu ambazo zitakuwa mmekuwa mkipewa kutoka labda jiji na kwingineko pia? Maboresho ni kwetu sisi wenyewe kama serikali, kama wizara wanajitahidi sana kutufikia kwenye vituo vyetu. Wanatufikia kwa ukubwa sana ili tuweze kutoa huduma bora kwa jamii. Lakini kikubwa zaidi nitoe wito tu kwa wazazi na jamii kwamba yani asikae na mtoto nyumbani, kwamba mtoto anapofikia ule umri wa kwenda shule ampeleke mtoto shule, ampeleke mtoto daycare. Mfano sisi kwenye hizi daycare center tunasaidia watoto. Unaona kwamba tunamchukua mtoto kuanzia kama nimesema awali mtoto miezi 6. Unaona kwamba tunamsaidia huyu mama hata yule ambaye labda hana mdada wa kazi nyumbani. Unampeleka mtoto daycare, analelewa pale, anakaa, yani badala ya kukaa nyumbani akiletwa daycare anapata elimu, anapata malezi sahihi, lakini anakuwa na usalama. Afisa ustawi, umegundua kuna changamoto gani angalau kwa ufupi hasa katika utekelezaji wa utoaji wa elimu ya awali kwa hizi daycare? Huduma ya malezi ya awali ni huduma, sio biashara. Tusifanye kama biashara. Changamoto iliyopo ni tunataka kupata kipato tu, tunafaidika wamiliki lakini hatusaidii wale watoto. Na sisitiza yoyote mwenye wito wa kutoa huduma hii awe na wito kutoka ndani. Utapata kichochote, lakini pia zingatia mahitaji ya watoto. Pamoja na hilo tunafahamu shughuli hizo za uendeshaji zinahitaji fedha. Yes. Nyinyi mnafanya nini kuwasaidia hilo sasa ili wasiende kinyume na matakwa ya kisheria pamoja na malengo mahususi hasa ya uwepo wa hizi daycare? Asante. Cha kwanza kabisa katika uendeshaji wa daycares tunasema kwamba lazima tuzingatie kanuni za uendeshaji wa hivi vituo vya malezi ya awali kwa watoto. Katika usajili tunachohakikisha unakuja kusajili kituo lazima utudhibitishie una uwezo wa kugharamia huduma zote ndani ya kituo. Hatutegemei mmiliki uje useme unategemea ada za watoto ndo zisimamie uendeshaji wa kituo.
Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba vituo havitetereki, tunataka mtu yule chanzo chake cha mapato kisiwe kile kituo tu.